Ikumbukwe kuwa zaidi ya 60% ya nguvu kazi yote ya sekta ya afya inabebwa na wauguzi pamoja na wakunga. Zaidi ya 80% ya kazi katika sekta ya afya zinafanywa na wauguzi pamoja na wakunga. Takwimu za tafiti zinaonyesha kuwa ni muhimu kada ya uuguzi na ukunga kujengewa uwezo zaidi wa kiutendaji na kifikra ili waweze kutoa huduma zinazozingatia utu, heshima, maadili na kuimarisha huduma kwa mteja. Ndio msingi mkubwa, hata kama mtu atakuja na hali ambayo sio nzuri, lakini kwa tabasamu letu, kwa makaribisho yetu, mapokezi yetu, kumtia moyo, wengine wanakuja wanakata tamaa, tutaweza. Hili inaanzia hapo. Kwa hiyo eneo hili ni la kuwekeza na tumekuwa tukifanya hivyo, naamini hamtatuangusha. Hivyo nichukue fursa hii kutoa wito kwa wadau wote pamoja na wizara ya sekta wanaohusika na uuguzi na ukunga kuendelea kuwajengea uwezo wa uuguzi pamoja na viongozi mara kwa mara ili kuendana na mabadiliko yanayotokea. Sekta ya afya ni miongoni mwa sekta iliyopewa kipaumbele kwa kujenga hospitali nyingi kwa ngazi mbalimbali na kufanyiwa ukarabati mkubwa, zikiwemo hospitali za rufaa, hospitali za wilaya, vituo vya afya na zahanati. Pia bajeti ya dawa imeongezwa sana, karibu mara 10 ikilinganishwa na miaka ya nyuma. Upande wa rasilimali watu kumekuwa na ongezeko la wauguzi zaidi ya 1000 na watumishi wengine wa kada mbalimbali wameajiliwa. Na juhudi hizi zitakuwa hazina maana iwapo hatutatoa huduma rafiki zenye staha na zinazozingatia mawasiliano madhubuti na rafiki pamoja na kujali utu. Kwa pamoja tunalo jukumu la kusimamia upatikanaji wa huduma za uuguzi na ukunga, ustawi wa jamii na huduma za lishe zilizo bora kwa Watanzania wote bila ubaguzi wa aina yoyote. Napenda kutoa wito na kuwahimiza watumishi wote wa sekta ya afya nchini kote tufanye kazi kwa bidii kwa kuzingatia maadili ya utumishi wa umma pamoja na yale ya viapo vyetu. Kwa hiyo mkutano wetu huu unatoa nafasi ya kuweza kupeana masuala mbalimbali ikiwemo ushauri na kadhalika wa jinsi gani tunaweza kuboresha hizi huduma. Lakini tunaangalia vitu mbalimbali ikiwemo labda kulikuwa kuna malalamiko kutoka kwa wateja wetu ambao ni wagonjwa, na kama zilikuwepo basi tulizifanyia kitu gani. Priority ya kwetu ya kwanza ni huduma bora kwa mteja, ya pili ni huduma bora kwa mteja, na ya tatu ni huduma bora kwa mteja. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba huduma imekuwa bora, huduma yenye staha, inayojali utu, upendo, lakini na mawasiliano madhubuti. Kwa maana ya kwamba tunatakiwa tumpe taarifa mgonjwa kuhusiana na ugonjwa wake, lakini pamoja na dawa anazopatiwa. Wito wetu ni kwamba tuendelee kutoa huduma zilizo bora, tuendelee kusisitiza mawasiliano yaliyothabiti, tuendelee kusisitiza huduma zinazojali utu, heshima kwa Watanzania.